Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni za lugha ya Kiarabu. Ziko tofauti na herufi alfabeti za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24, na zipo na utofauti wa herufi alfabeti za lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Herufi hizi za abjad 28 zimegawanyika katika pande kuu 4. Kuna herufi 7 zipo katika mgawanyiko wa asili ya moto, na kuna herufi 7 zipo katika mgawanyiko wa asili ya udongo, na kuna herufi 7 zipo katika mgawanyiko wa asili ya upepo, na kuna herufi 7 zipo katika mgawanyiko wa asili ya maji. Kama ambavyo ilivyo sisi binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Ni herufi gani ambayo ya abjad ninayokuletea hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Herufi ninayoizungumzia hapa ni yenye maajabu mengi sana na ina siri nzito sana. Herufi hii ni herufi ya the. Kwa yule mtu anahitaji kuwa ni mtu mwenye elimu kubwa sana na apate elimu kutoka kwa viumbe, aidha majini, aidha maruhan, apate elimu ya kufahamu siri za watu pasina hata kuambiwa, au kwa yule mtu anahitaji kuwa na uwezo wa kuwa na utabiri mkubwa sana wa kujua siri za watu na shida za watu mbalimbali na kuwatabiria. Iandike herufi hii ya the mara 700 katika karatasi nyeupe, andika kama azma. Na siku nzuri ya kuandika azma hii ni siku ya Jumamosi, na wakati unaandika mara 700 utakuwa unasoma utaji huu mpaka utakapokuwa umemaliza. Ya alim ya adhim, ya alim ya adhim, ya alim ya adhim. Unasoma utaji huu huku unaendelea kuandika mara 700. Utakapokuwa umemaliza, nenda kaizike katika makaburi kwa manuizo kwamba nahitaji kupata elimu kutoka kwa viumbe, nahitaji kupata elimu kutoka kwa viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana, na nahitaji niwe na uwezo mkubwa wa kuclaim elimu yoyote katika kichwa changu pasina hata kusoma. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utajikuta wewe ni mtu ambaye utakuwa ni mtu mwenye maono na utakuwa ni mtu mwenye kufanya tabiri mbalimbali za maisha ya binadamu na maisha yajayo. Kwa yule mtu anahitaji heshima na anahitaji kuwa na mvuto wa kupendeka kila kona dunia atakayopita, anahitaji kuwa ni mtu ambaye watu wanamsikiliza na kumtii, au kwa yule mtu anahitaji kutengeneza kinga, awe na kinga ya vita kishetani na vita kichawi isimdhuru. Iandike herufi the katika karatasi nyeupe kupitia kalamu nyekundu, iandike mara 500, kisha tembea na hiyo azma katika wallet au tembea nayo katika mfuko wako. Basi hakika
utakuwa ni mtu mwenye kuheshimika na ni mtu mwenye kusikilizika, na utakuwa ni mtu mwenye kufungukiwa riziki mbalimbali. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi the. Kwa yule mtu anayehitaji kupata heshima kubwa kutoka kwa watu wamtii, wamsikilize na wamheshimu na wampende popote atakapopita. Na kwa yule mtu pia ambaye anahitaji kutengeneza kinga, azma ya kinga katika maisha yake, kinga hii imkinge na vita za kichawi na vita za kishetani, na imkinge mpaka kwa wanyama wasimdhuru. Iandike azma hii ya herufi the wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama. Wakati unaandika azma hii, tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iandike mara 500. Kisha wakati unaandika utakuwa unasoma utajo huu: ya Malik ya Kudus, ya Malik ya Kudus, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika mara 500. Kisha tembea nayo azma katika wallet. Hakika utapata heshima kubwa sana kutoka kwa watu watakutii na kukuheshimu, na utakuwa na mvuto wa kupendwa. Haya ni maajabu ya herufi the. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kufungukiwa riziki zake, awe ni mtu mwenye riziki nyingi, apate fedha, apate majumba, apate magari, hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiandika hiyo tarasimu kama nilivyokuelekeza na ukatembea nayo, basi utakuwa ni mtu mwenye kufanikiwa, utakuwa ni mtu mwenye riziki nyingi sana. Na pia kwa yule mtu anahitaji kuifanya mvua inyeshe katika sehemu penye ukame ambako hakuna mvua, pendelea sana kuisoma herufi the wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, uisome mara 2000. Hakika wakati unaisoma herufi the, chukua maji katika glasi, yasomee mara 2000, na wakati unasomea yale maji unayapitisha katika kiganja chako cha mkono, yanachuruzika chini. Utasema: ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil, ya Rabbi, kwa idhini yako, kupitia mawingu yako, mimi natoa sadaka hii ya maji kidogo katika kiganja changu. Basi na mimi nahitaji baraka ya mvua iweze kunyesha katika huu ukame uliopo. Basi hakika mvua itanyesha na ukame utatoweka. Haya ni maajabu ya herufi the. Herufi the kwa yule mtu ambaye tayari anasumbuka na maadui, anasumbuka na wadhalimu, anahitaji kuwadhalilisha, basi ina uwezo wa kuita radi na ukaituma radi ikaenda kumdhuru yule dhalimu au adui yako, lakini elimu hii sitoweza kuifundisha. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Kama utahitaji pete za bahati, pete original zenye madini original zenye kuendana na nyota yako, na kama unahitaji pete zenye kuendana na ufalume wako, pete za kimajini, pete zinazofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha
kama unavyoona Daktari Musa hapa anavyomiliki mamilioni ya fedha. Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho na unahitaji kuwasiliana na Daktari Musa kwa tiba pamoja na dua? Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255784120592, na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.